Mtazamaji na mfuatiliaji wa channel hii ya Zaki Digital, katika mfululizo wa mengi ambayo tunaendelea kuyapata hapa ni pamoja na kile kinachoendelea cha Marekani kulitaka eneo la Greenland. Hili lina kipi hasa na kwa nini anaizuia Urusi na China kulinyakua eneo hili? Endelea kusubscribe, kulike na kushare kila aina ya tukio la kimataifa hapa katika chaneli hii. Katika siasa za kimataifa kuna maeneo machache duniani ambayo yanaonekana kimya, baridi na ya mbali, lakini kwa kweli yana uzito mkubwa sana kimkakati. Greenland ni mojawapo ya maeneo hayo. Ingawa ni kisiwa kikubwa chenye barafu nyingi sana na idadi ndogo ya watu, Greenland imekuwa kitovu cha mvutano wa kimataifa kati ya Marekani, Urusi pamoja na China. Katika miaka ya hivi karibuni, dunia ilishangazwa na taarifa kwamba Marekani ilikuwa tayari kununua Greenland. Wengine waliona hili kama mzaha tu au ndoto ya kisiasa, lakini kwa wachambuzi wa masuala ya usalama wa dunia, hatua hii ilikuwa na mantiki kubwa sana. Na ili kuelewa kwa nini Marekani inaitaka Greenland na kwa nini inazuia China na Urusi, ni lazima tuelewe historia, jiografia, usalama wa kijeshi, rasilimali pamoja na mabadiliko ya nguvu duniani. Kwanza kabisa nianze kukupatia ufafanuzi wa kina kabisa kuhusu eneo hili la Greenland. Hiki ni kisiwa kikubwa zaidi duniani, kikiwa kati ya Amerika Kaskazini na Ulaya, karibu kabisa na Arctic kijiografia, na kiko karibu zaidi na Canada kuliko Denmark. Lakini kisiasa ni sehemu ya ufalme wa Denmark, ingawa kina uhuru wa ndani. Asilimia zaidi ya 80 ya Greenland inafunikwa na barafu zaidi. Wakazi wake ni chini ya watu 60,000. Uchumi wake unategemea uvuvi, misaada ya Denmark na rasilimali asilia kabisa. Greenland haivutii kwa uzuri wake peke yake, inavutia Marekani kwa sababu ipo katika maeneo jirani kabisa na Ulaya pamoja na Urusi, na iko karibu na Arctic, eneo lenye mashindano duniani. Makombora kutoka Urusi kwenda Marekani hupita karibu na Arctic. Kwa Marekani, Greenland ni kama ngao ya kwanza ya ulinzi wa Amerika Kaskazini. Ndiyo maana Marekani ina kituo muhimu kabisa cha kijeshi, kuna rada za kugundua makombora mapema sana, lakini pia wana mifumo ya kufuatilia satellite mbalimbali. Kwenye eneo la usalama, Greenland ni muhimu sana kwa sababu kuna onyo la mapema la mashambulizi ya nyuklia, ulinzi wa anga na hata anga la juu kabisa, udhibiti wa Arctic. Marekani ikipoteza udhibiti na ushawishi kwa Greenland, Urusi na China wangeweza kuweka rada zao pale. Usalama wa Marekani pamoja na NATO ungekuwa hatarini katika hilo. Kwenye eneo la madini, Greenland ina akiba kubwa sana ya madini tofauti ikiwemo lithium, cobalt, nickel pamoja na uran. Haya ni madini muhimu sana katika kutengeneza simu janja, kutengeneza betri za magari ya umeme, silaha za kisasa pamoja na satellite na teknolojia mbalimbali za kijeshi. Tatizo, China inadhibiti zaidi ya 60 mpaka 70 ya soko la dunia la madini haya. Ndiyo maana Marekani inataka mbadala eneo hili la Greenland kwa ajili ya kuidhibiti China. Kwenye eneo la mafuta na gesi asilia, chini ya barafu na bahari ya Greenland kuna akiba kubwa ya mafuta, gesi asilia, lakini katika hili, kadri barafu inavyoyeyuka, uchimbaji unakuwa rahisi zaidi. Thamani ya Greenland inaongezeka kuwa kubwa zaidi. Kwa Marekani, hii ni akiba ya nishati yake ya baadaye. Mabadiliko ya tabia ya nchi haya yamefungua njia fupi ya bahari kati ya Asia, Ulaya pamoja na Amerika. Fursa mpya za biashara pamoja na usafirishaji zinajitokeza hapo. Mtu yeyote anayedhibiti Greenland anaweza kudhibiti au kufuatilia njia hizo zote katika maeneo hayo, na anapata nguvu ya kiuchumi na hata kimkakati zaidi. Marekani haioni kwamba Greenland ni fursa tu peke yake, bali kama hatari endapo ikipotea. Katika mkakati wake wa kuizuia China ni kwa sababu China huanza na hata uwekezaji wa bandari pamoja na migodi. Urusi nao huanza na jeshi pamoja na silaha katika maeneo kama hayo ya kimkakati. Marekani inazuia yote mawili kwa sababu ya kulinda pia NATO
kulinda Denmark, yani mshirika wake, kulinda usalama wake wa muda mrefu pia katika hili. Marekani haihitaji Greenland kwa ajili ya kuimiliki tu peke yake. Hii ni silaha ya ushawishi wa kisiasa, uwepo wa kijeshi, udhibiti wa kiusalama na hata makubaliano na Denmark, na ni mshirika mkuu wa NATO pia. China naye amekuwa na mikakati mbalimbali katika eneo hilo, ikiwemo katika kuhakikisha anafanya uwekezaji. Ameweza kutoa mikopo, hii ni mbinu ya ushawishi wa kiuchumi na hata kimkakati, kujenga bandari na viwanja vya ndege katika eneo hilo, kununua na hata kuwekeza migodi katika eneo hilo. Na Marekani inaona kwamba China kuanza kwa uwekezaji huu wa kiraia, lakini baadaye huleta ushawishi wa kisiasa na hata kijeshi. Kwa hiyo sasa Marekani imekuwa ikishinikiza Denmark na Greenland kukataa hiyo miradi mikubwa ya China na hata kuchagua washirika wa magharibi badala ya China. Kwa upande wa Urusi, wao wamejitazama kijeshi zaidi, wameutazama ufukwe mrefu zaidi wa Arctic duniani, msingi mkubwa wa jeshi katika Arctic hiyo. Katika miaka ya karibuni Urusi imejenga vituo vipya vya kijeshi, imeongeza manuari za nyuklia, imeimarisha mifumo ya makombora. Marekani inahofu kwamba ikiwa Urusi itapata ushawishi Greenland, NATO itazungukwa, usalama wa Amerika Kaskazini nao pia utahatarishwa zaidi. Kwa upande wa NATO, Denmark na mshikamano wa magharibi, Greenland ni sehemu ya familia ya NATO kupitia Denmark. Kwa Marekani, kulinda Greenland ni kulinda NATO. Kuzuia China na Urusi ni kuimarisha umoja wa magharibi. Kuruhusu wapinzani kupata udhibiti kungeonekana kama kushindwa kwa diplomasia ya magharibi, udhaifu wa muungano wa NATO pia. Mtazamo wa wenyeji wa eneo hilo la Greenland, wanataka maendeleo ya kiuchumi, wanataka uhuru zaidi kutoka kwa Denmark, lakini hawataki kutumiwa kama chombo cha vita baridi mpya. Hili linaiweka Greenland katika nafasi ngumu zaidi kati ya misaada ya Denmark, uwekezaji wa China na ulinzi wa Marekani. Kadri dunia inavyobadilika, Arctic itakuwa uwanja mpya wa mashindano, rasilimali zitakuwa muhimu zaidi, usalama wa anga na hata satellite utaongezeka zaidi. Greenland haitakuwa tena kisiwa cha barafu kimya, bali kitovu cha kisiasa duniani kwa karne ya 21, bali kitovu cha siasa za dunia za karne ya 21. Kwa kifupi, Marekani inaitaka Greenland ili kuzuia China na Urusi, si kwa tamaa tupu, bali kwa mkakati wa muda mrefu wa usalama na nguvu za dunia. Na mapambano haya si tu kuhusu ardhi, bali ni kuhusu nani atadhibiti mustakabali wa dunia.